kufanya kazi ya mpira bila kuwa na amani sehemu. Kwa hiyo sisi kama DFA tupo tayari kufanya kazi na mtu yoyote ambaye atakaonyesha nia yake ya dhati kuendesha mpira katika mkoa wa Dar es Salaam. Umekuwa ni mkutano mkuu ambao umefuatiwa na uongozi baada ya muda mfupi kwa kupata uongozi mpya. Pengine anatoa tafsiri gani, kwa sababu ni kama inaonekana kuna tena makundi ukiachana na kile ambacho tulikishuhudia kwenye mchakato wa uchaguzi? Mimi kama mwenyekiti kabla hujafanya mkutano niliwaita. Kabla hujafanya uchaguzi niliwaita, nikakaa nao, nikaweza kuendesha mpira bila mkutano mkuu. Wanachama wote wanataka mkutano mkuu. Mkutano mkuu ndio unawaambia nini umefanya katika ndani ya mwaka au katika uongozi wako. Kwa wanachama ndio wana haki ya kusema, maana wanachama ndio wana haki ya kusema bwana, hapa tunaenda ipo njia sahihi au tunaenda njia ambayo sahihi. Kwa hiyo vyama vyote vya wilaya wanapofanya mkutano mkuu wanaonyesha ni uongozi upo tayari kushirikiana na wanachama ili kuona nini kinachofanyika, haki ambayo inafanyika katika vyama vyetu hivi. Na hawezi kufanya kazi yoyote bila kuambia mapato, matumizi, na wanachama ndio wenye chama chao. Kwa hiyo tuseme tuwapongeze viongozi wa wilaya wanapofanya mkutano mkuu, na sisi kama mkoa wilaya zote 5 tunapongeza kwa sababu kila wilaya imejitahidi kufanya mkutano mkuu na inakuwa na amani bila kuwa na vurugu yote. Maana yake viongozi wote wanakubalika katika uongozi ambao Dar es Salaam yako ina timu 3 kwenye mashindano ya vilabu barani Afrika, klabu ya Yanga, Simba na Azam, na tayari leo Singida pia wako. Sio ndio mkoa ambao umetoa ushiriki mkubwa kwa taifa letu. Hali ya vilabu vyote 4 sasa unaitazamaje kwenye hatua hizi za makundi? Unaona zikienda kufanikiwa ama unaona bado kuna shida pale? Hatuna shida, maana kweli Dar es Salaam tuna vilabu 3 pamoja na Singida inawakilisha nchi. Kwa hiyo katika nchi yetu tuna vilabu 4 katika mashindano makubwa. Timu 2 zimeanza kupoteza mechi ambazo zinachezwa Jumaa na Jumamosi, lakini hayo yote ni matokeo ndani ya uwanja. Naamini bado wana nafasi nzuri wakija kujipanga hapa nyumbani ili tuweze kupata point. Kwa hiyo na leo timu yetu nyingine Azam anacheza pale Kenya, naamini mechi ya leo saa 10 itakuwa nzuri kwa upande wetu wa Tanzania na tuondoka na ushindi katika mechi ya leo. Jioni tutakuwa na mechi pale Zanzibar, Singida wanacheza, na mimi kwa mechi za leo timu zetu za Tanzania zitafanya vizuri. Kwa wenzetu waliotangulia wamepoteza, lakini wasikate tamaa. Huwezi kukata tamaa, bado nafasi ipo katika mechi zinazofuata. Karibu. Shukrani sana.